السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. طيب, tukiwa katika silsila ya somo letu la usulul fiqh, tukiwa kwenye kikao chetu cha 14, tukiwa kwenye tarehe 20 mwezi wa pili 1448 kwa takwimu ya Hijria, sawia na tarehe 3 mwezi wa 8 2026. Tunazitaja hizi tarehe ili pia ujue ni kikao cha tarehe gani ambacho ulikikosa, ili upate kukirudia insha Allah. Ikhwa, baada ya kuzungumza at-taklifiyatul khamsa katika babul ahkami ash-shar'iyya, mwakumbuka nyuma tulisema pana ahkamu shar'iyyatul taklifiyya, pia pana ahkamu shar'iyyatu alwad'iyya. Tukapata mambo matano katika ahkamu shar'iyya at-taklifiyya: alwajibu walmandubu walmuharramu walmakruhu walmubahu. Tulikomaliza kwenye kikao chetu cha 13. Ama al-ahkamu ash-shar'iyya al-wad'iyya, pia pana mambo matano tukiwa kwenye utangulizi wake au mwanzo wa mlango wenyewe. Tabia, tutapata as-sababu, tutapata ash-shartu, tutapata al-mani'u, tutapata as-sihhatu na tutapata al-fasad katika al-ahkamu al-wad'iyya. Tayib, taarifi yake hasa tabi'a tamaman al-ahkamu al-wad'iyya ni nini? صاحب الكتاب فضيلة الوالد ابن عثيمين رحمه الله تعالى سمى الأحكام الوضعية حكم ambazo zajulikana kama hukumu zilizowekwa. Alwad'iyya ma wada'ahu ash-shari'u, ni lile lililowekwa na ash-shari'u, ambao tulisema huwa Allahu tabaraka wa taala min amaratin, kutokamana na alama, ishara za kisheria alizoziweka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala za kufanya kazi gani? Fuata ibara vizuri. Lithubutin, kwa ajili ya kuthibitisha jambo hili. Jambo kwa ushuhuda huu lafaa kupitishwa, au intifai, au kutoweko jambo hili kwa kukosekana hili lafaa kukatalika, au nufudhin, au kupitisha hili lilivyo kwa misingi hii lafaa kupitishwa, au ilghai, ama kuachwa. Na zote hizi ndugu zanguni katika imani, kupitia kwa alivyosema sahibul kitab, ni kwa kuwa mina shari, zatoka kwa aliyoweka sharia. Kisha sema wa minha, ay wa minal ahkamil wad'iyya, na miongoni mwa hukumu ambazo zimewekwa na ash-shari'u lithubutin au intifai au nufudhin au ilgha, wa minha as-sihhatu wal fasad. Miongoni mwake ni as-sihhatu wal fasad, ambao tutaieleza kwa ufafanuzi zaidi katika muungano wa vikao hivi.
صحيح. طيب، الشارع في قوله ما وضعه الشارع، قلنا سابقا أن الشارع هو الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي وضع لنا الأحكام والشرائع، ili sisi ambao ni mukallafin tufuate, na hakuna khiari kwa hayo. Sasa ash-shari'u lianna ghayra ash-shari'i laysa liwad'ihi au nafihi atharun. Sahih jamaa, kwa sababu asokuwa na jukumu la kuweka sharia, wa ghayru ash-shari'i aweza kuwa yoyote, lakini toa ghayru ash-shari'i si ash-shari'u, lakini mambo ambayo yanafungamana na sharia na hukumu ni ash-shari'u peke yake, mwenye uhususia wa kuweka na kutoweka, kuthibitisha na kulipinga, kufaa na kutofaa. Hadha haqqun lillahi tabaraka wa ta'ala. lidhalika yaqulu Allah ta'ala ya ayuha al-ikhwa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qadha Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Idha qadha Allahu ay idha hakama wa idha amara wa idha wassa, zote hutafsiriwa kalima hii ya qadha. Kwa hivyo idha qadha Allahu wa rasuluhu, mambo ya ahkam, mambo ya sharia ni hukumu na amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Kwa hivyo hata hili lililowekewa sharuti, lililowekewa sababu, lililowekewa kizuizi, kusihi kwa jambo na kutosihi kwa jambo, yote haya yahusiana na mapitisho ya Allah tabaraka wa taala alladhi huwa ash-shari'u. Nafikiri yako wazi hapa. Sasa aliposema li ash-shari'u li anna ghayra ash-shari'i laysa liwad'ihi au nafihi atharun, kuweka kwake na kupinga kwake hapana athari yoyote. idh inna alladhi yadha'u al-ashya'a muhallilatan au muharrimatan, kwa sababu yule anaoweka vitu mambo kuhalalisha na kuharamisha, au mufsidatan au ghaira mufsidatin, ama kitu kikiwa ni mufsida, mwenye kukifanya kiwe ni fasid au kiwe si fasid, wahdahu huwa Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa ash-shari'. Ndipo Ibn Uthaymin akasema al-ahkamu al-wad'iyya ma wada'ahu ash-shari'u. Ikhwa, fuata vizuri, wan-nasu laysa lahum tashri'un, watu hawana kuweka sharia. Sharia ya lolote, ndugu zangu wanafunzi, hana mtu yoyote kuliwekea yambo sharia kwa kuhalalisha, kwa kuharamisha, kwa kupitisha, kwa kukomesha. Hana haki mja, hana haki mwanadamu. Tayib, kwa hivyo ash-shari'u peke yake, wan-nasu laysa lahum tashri'un hatta naqul, mpaka tuseme ma wada'ahu ash-shari'u au ghayruhu. Hukuona katika istilahi ya Sheikh kusema hivyo, alisema ma wada'ahu ash-shari'u min amaratin li thubutin au intifa'in au nufudhin au ilgha'i wa minha as-sihhatu wal fasad. Hakuna ma wada'ahu ash-shari'u au ghayruhu lianna an-nasa laysa lahum tashri'un. Ikhwa, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala
am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah, ama wao wanawashirika, maana ama wao watu wanawashirika walowawekea wao sharia ambayo Mungu hakuidhinisha. Ina maana ya idhini ya kuweka la sharia, idhini ya kuliondosha, idhini ya kupitisha, idhini ya kuhalalisha, idhini ya kuharamisha. Huwa shari'u tabaraka wa ta'ala. Na aliposema min amaratin, min amaratin, min alamatin, kwa hivyo zile alama tulizowekewa hazikubaliki kuwa ni alama za kisheria mpaka ziwe zimewekwa na aloweka sharia. Wa shari' huwa Allah. Hili lihifadhini sana. Fahimtum ya ikhwa talaba? Hili lihifadhini sana. Sasa aliposema min amaratin lithubutin au intifai, amaratin ni katika alama. Kwa hivyo alama alizoziweka ashari'u katika kuthubutu jambo lipiche lifae kufanywa. Sawa? Mfano nitawapigia. Au intifai, au kupinga lisifanywe. Mathalan, kaunu shuhudi rajulain, kuwa mashahidi wawili, pengine katika ndoa, wa shahidai adli, na mashahidi wawili waadilifu, au kwenye mambo mengine yafaao kupatikana ushuhuda. Sasa ukisema kaunu shuhudi rajulaini, kuwa mashahidi wawili kwenye jambo la kisheria, hadha thubutun, hili limethubutu. Huko pia mkuthubutu. Kwa hivyo kuwa mashahidi wawili mkuthubutu. Sasa ikiwa mkuthubutu, limethubutu kisheria. Limekuwa vipi kuwa limethubutu kisheria? Kwa sababu ni Allah tabaraka wa taala aliyeliweka hilo. Kwa hivyo itakuwa ni amrun nafidhun, ni jambo la kupitishwa lithubuti. Tayib, nitakupa mfano mwingine. Kwa hivyo kaunu shuhudi rajulain hadha thubutun. Wa idha kana shahidu qariban lilmashhudi lahu, ikiwa mwenye kutoka ushahidi mkaribu na mwenye kutokewa ushuhuda, fahadha intifaun, hili lapingika. Maana eti mwenye kutoka ushuhuda ni karibu kabisa na shahidi mwenyewe, hadha intifaun, hili lapingika. Hata nikupe mfano mwingine tuliopigiwa na shekhe katika ahkamul wadhiya. Kadhalika alqarabatu, hivyo hivyo kuruba. Angalia alqarabatu ikhwa, sababun lilmirathi, ni sababu ya kurithi. Kwa sababu watu hurithi kwa karaba, kama zilizofafanuliwa wazi katika ilmu al-faraid. Sasa ikiwa alqarabatu sababun lilmirathi yathbutu biha al-irthu, kwa hivyo alqarabatu sababun lilmirath, ukuruba ukaraba ni sababu ya kurithi. Kwa hivyo ikiwa sababu ya kurithi, yathbutu biha al-irth, kurithi hapo kwa thubutu. Kwa hivyo itakuwa ni kama vile alivyosema Sheikh, ma wada'ahu shari'u min amaratin lithubutin, katika kuthubutu ni hivyo. Wa ikhtilafu ad-din, kutofautiana dini sasa, yantafi bihi almirath, hupingika kurithi. Kwa sababu kafiri hanrithi muislamu na muislamu hanrithi kafiri, kwa sababu ya ikhtilafu ad-din. Tayib, sasa aliposema Sheikh kwenye mlango tulionao, awintifain,
kwenye lithubutin au intifa'in, kisha akasema au nufudhin au ilghai. Tayib, au nufudhin au ilghai, mfano as-sahih, al-bay'u as-sahih, bei ambao ni sahihi, biashara ambao ni sahihi. Tuko pamoja sio? Bei ambao ni sahihi. Yaqulu shari'u, aloweka sharia usema innahu nafidhun, hiyo imepita. Kwa nini? Kwa kuwa bei ni biashara sahihi ya halali iliyopitishwa masharti yake, makubaliano kwenye kikao, kapewa kapokea, ambao ni maarufu katika aqdul bay. Ash-shari'u yakul innahu nafidhun, hiyo limepita. Maana yake ahkamul wadhiya liko linufudhin au intifa. Wal bay'u al-fasid sahih, kinyume chake ni bei ambao ni fasid. Ash-shari'u yakul innahu mulgha, huachwa, haipitishwi, hutupiliwa mbali. Lidhalika qala Sheikh min amaratin lithubutin au intifa'in au nufudhin au ilgha. طيب, وأما وجه دخول الحكم الوضعي في الحكم الشرعي, أماندية يا حكم الوضعي kuingia kwenye al-hukm ash-shar'i, fahuwa kaunu ash-shari', ni kuwa yule aloweka sharia, ndugu zangu, ja'ala hadha sababu sababa, sababu hii ameifanya sababu. Kwa hivyo jambo lenye sababu wewe kulifanya, mwanangu, ujue sababu ile aliyoiweka ni Mwenyezi Mungu, mimma wada'ahu shari'u, ndiyo ikawa sababu, na utaifanya hiyo ni sababu. Na ukiipata hiyo sababu, umepata sababu ya kufanya jambo, halikuwekwa na mtu, limewekwa na ashari. Sawa? Haya, fahadha alhukmu min ashari alladhi ja'ala hadha as-sabab, ja'ala hadha as-sababu sababan, au alladhi ja'ala hadha as-sababa sababan, aloifanya sababu hii kuwa ni sababu. Au ja'ala Allahu sababan lihadha al-amr, alofanya Mwenyezi Mungu hili sababu ya jambo hili. Tayib, isitoshe, kisha Sheikh atuambia kwa kutupigia mfano, hii huwa ni hukmu min ash-shari', yani laula anna ash-shari'a ja'ala hadha al-hukmu sababan, ja'ala hadha al-hukma sababan, lau kwamba huyu aloweka sharia ameifanya hukumu hii au sababu hii iwe si sababu, masara sababan, haingekuwa sababu, wala hungeibuni sababu ya kufanya jambo, sababu ambao haikufanywa sababu na Mwenyezi Mungu. Intabihu tamaman. Kisha pia, walaula annahu hakama bi annahu hadha shartan, na lau kuwa yeye Mungu hakuhukumu hili la sharuti kuwa sharuti, ma sara shartan, isingekuwa sharuti kwa kuwekwa na yoyote bila yeye. Walaula annahu hakama bi anna hadha mani'un ma sara mani'a, na lau Allah hakuhukumu kwamba hiki kizuizi cha kufanya jambo, kisingekuwa kizuizi kwa kuwekwa na yoyote. Kwa hivyo ndugu zangu, kizuizi cha kutofanya mambo kizuizi kilichowekwa na ashari. Sharuti ya kufanya jambo ni sharti iliyowekwa na ashari. Sababu ya kufanya jambo ni sababu iliyowekwa na ashari. Mimi siwezi katika sharia kukuwekea sababu ya kufanya jambo. Mimi
siwezi katika jambo la sharia kukupa sharuti ya kufanya jambo. Mimi siwezi katika sharia kukupa kizuizi cha kutofanya mambo. Haya yote ni Allah tabaraka wa taala alotufanyia mambo kuwa sababu wa kufanya jambo fulani, akatuwekea mambo kuwa masharti ya kusihi kufanya mambo fulani, akatuwekea mambo vizuizi vya kutofaa mambo fulani. Hana mwanadamu uhuru huo wa kuliweka hilo. Ndipo kukaweko katika ahkamu shar'iyya alwad'iyya, kukaweko asababu, ni sababu ya kufanya jambo, wa shartu, sharti pia ya kufanya jambo, wal mani'u, na kizuizi cha kufanya jambo. Ndipo pale tukasema kupitia kwa sahibul kitab kusema wa min hasihatu wal fasad fil ahkamil wad'iyya. Ibn Uthaymeen asema itakuwa dhakarna 5. Pia hapa tutakuwa tumetaja mambo 5. Kwa hivyo itakuwa yasawazika, lakini pana tofauti ya kimaandiko na kiahkami zilizofafanuliwa. Tukapata kwenye al-ahkamu taklifia, tukapata al-wajibu wal-mandubu wal-haramu wal-makruhu wal-mubah. Na hapa tulipokoma kwenye al-ahkamu al-wad'iyya tumeyapata haya yanayofuata: as-sababu wash-shartu wal-mani'u was-sihhatu wal-fasad. Tutakuja kwenye kikao chetu cha 15 akipenda Mwenyezi Mungu, ni nini maana ya as-sihha na ni nini maana ya al-fasad, kwa sababu as-sihhatu wal-fasad min dhimni al-ahkami ash-shar'iyya al-wad'iyya. Tusimame hapo, tungoje kikao kitakachofuata akipenda Mwenyezi Mungu kwenye as-sihhatu wal-fasad, kwenye ufafanuzi wa kina, ili ujue al-ahkamu allati tata'allaqu bil ahkami ash-shar'iyya at-taklifiyya wallati tata'allaqu bil ahkami ash-shar'iyya al-wad'iyya. Nikimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturuzuku elimu yenye manufaa na atunufaishe kwa anatotuelimisha, na tusimame kukitumia na kukihadithia na kuwasaidia wenzenu. Nalohusia wanangu, kuweni na umoja wa kutwali pamoja. Mwenzako akikosa mrekebishe, muishi kiundugu, mutangamane kiundugu katika somo hili. Na pale tulipokosea katika kuwasomesha, sikukusudia hivyo, ni cheleza za kupita na ni desturi ya upungufu wa mwanadamu. Lakini kwenye kuteleza na kukosea huku ninakowasomesha wanangu, halinifishi moyo kuwa atakuwasomesha kwa vijikosa nilivyovipata mimi mwenyewe kwenye maelezo. Mwenyezi Mungu aturuzuku elimu ya manufaa, na muzidi kusaidiana na muwe na himma katika hili somo, na Mwenyezi Mungu ni waliyu tawfiq. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.